ya Muungano wa Tanzania. Basi naomba tuketi. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mfuko wa Utamaduni na Sanaa oye! Wana Utamaduni na Sanaa oye! Dr. Asha Mshana Salum, Kaimu Mkurugenzi wa Maendeleo ya Sanaa, Bi Nyakaho Mahemba, Afisa Mtendaji Mkuu wa Mfuko, Bwana Rajabu Amir, Rais wa Shirikisho la Filamu Tanzania, Bwana Samson Keenja, Mwakilishi wa Afisa Mtendaji Mkuu wa Benki ya CRDB, Bwana Jonathan Bitabnabaje, Mwakilishi wa Afisa Mtendaji Mkuu wa Benki ya NBC, Bi Sofia Mgaza, Mwakilishi wa Afisa Mtendaji Mkuu wa Azam Media, wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Ufundi cha Don Bosco, wanafunzi kutoka Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi and VETA, timu ya hamasa mpo? Timu ya hamasa mpo? Wakuu wa taasisi na wawakilishi kutoka taasisi chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, wakuu wa taasisi za umma na binafsi walioshiriki kufanikisha maonesho haya, wajasiriamali kutoka ndani na nje ya nchi, na naona bado mnaendelea kutoa huduma kwenye mabanda, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sanaa, ajira kwa vijana. Asante sana. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa ruzuku ya uhai na kutujalia sote kukutana hapa leo tukiwa na afya njema, kuhitimisha rasmi maonyesho ya kwanza ya kazi za utamaduni na sanaa. Pia ninawashukuru sana kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika siku hii muhimu. Aidha, napenda kupongeza uongozi mzima na watumishi wa Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania chini ya Afisa Mtendaji Mkuu Bi Nyakaho Mahemba, kamati mbalimbali, wana habari na wadhamini wote waliohusika kufanikisha maonyesho haya yaliyoanza tarehe 24 Aprili na yanahitimishwa leo tarehe 30 Aprili. Pongezi sana. Aidha, nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kunileta katika wizara hii ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Niliyoyaona leo katika mabanda ya maonyesho ya wasanii na wanasanaa, lakini pia wanaotoa huduma za sanaa, namshukuru sana kunileta katika kundi hili ambalo yeye Mheshimiwa Rais analithamini sana. Tunapozungumzia utamaduni na sanaa, utamaduni na sanaa ndio eneo ambalo kwanza ni fahari ya nchi yetu, pili ni furaha ya watu wetu, tatu ni burudani kwa watu wote, lakini nne ni ajira na hasa kwa vijana, lakini kwa leo niliyoona kwa wanawake, lakini tano ina mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Umeyafanya maonesho haya ya bebe utamaduni na sanaa sio wa Tanzania tu, lakini utamaduni na sanaa wa Afrika ya Mashariki, na hasa ukichukulia jamii zetu au makabila yetu yanamvuka mipaka. Makabila ambayo yako Kenya pia yako Tanzania, makabila ambayo yako Uganda pia yako Tanzania, makabila ambayo yako Rwanda pia yako Tanzania, na makabila ambayo yako Burundi pia yako Tanzania. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuja. Na hii inaonyesha kwamba huko tunapokwenda tutazidi kushirikiana kama nchi zizo marafiki. Nimetembelea mabanda mbalimbali, nimeona kazi kubwa mnayoifanya. Kwa hiyo tuendelee na moyo huu wa kuonyesha bidhaa zetu. Moja ya
umuhimu wa maonesho kama haya. Kwanza ni kuonesha bidhaa tunazotengeneza. La pili kutusaidia kupata masoko ya kuweza kuuza bidhaa hizo. Kwa mimi naamini katika huu muda ambao mmekuwa pamoja, mmebadilishana uzoefu, lakini mmejenga mtandao wa watu ambao pamoja baadaye mtafanya biashara pamoja. Na sisi kama serikali tunawaahidi kwamba maonesho haya yajayo tutayaboresha vizuri zaidi. Lakini pia nimeipenda kauli mbiu ya maonyesho haya ya utamaduni na sanaa ni biashara, tushiriki kamilifu. Kauli mbiu hii inaasisi kabisa na kwa dhati maneno ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo yeye anaendelea kuifungua nchi yetu, kutafutia bidhaa zetu masoko nje, na kwa kufanya hivyo ametusaidia sana katika kutangaza sekta ya utamaduni na sanaa. Hayo ningeyasema, lakini nimshukuru sana binti yangu kutoka Azam Media alivyoeleza mambo makubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akiyafanya anapokwenda nje ya nchi, na moja ya hayo ni sasa kupata fedha kutoka Jamhuri ya Korea au Korea Kusini, ambayo itatusaidia kujenga arena, na kwenye hiyo arena itafanya mambo mengi mengine, ikiwa ni pamoja na maonesho ya aina hii. Hivyo nipende kutumia fursa hii kueleza kuwa sanaa sasa ni biashara, sanaa ni ajira, na sanaa ni uchumi. Na nimevutiwa pia kuona bidhaa mlizozionyesha ni bidhaa za viwango vya hali ya juu. Ni bidhaa za viwango vya hali ya juu. Na hii inaonyesha ni jinsi gani tukidhamiria kufanya vitu vizuri kweli tunavifanya. Ni jinsi gani tukiamua kutoa bidhaa bora kweli tunao uwezo wa kuzitengeneza. Na waomba muendelee kufanya hivyo, na serikali itaendelea kujenga mazingira rafiki ya kuwezesha nyinyi kuuza bidhaa zenu katika sekta hii ya utamaduni na sanaa, ili kuongeza kipato kwa wasanii na kuchangia kikamilifu katika pato la taifa. Serikali ilianzisha huu mfuko wa utamaduni na sanaa kwa makusudi kabisa, kwa sababu ili sanaa na utamaduni uwe biashara, uwe uchumi, unahitaji mtaji. Na ndio maana serikali imezidi kuongezea mfuko huu mtaji kila mwaka wa fedha, na nyinyi wenyewe ni wafaidika wa mfuko huu. Na niwapongeze sana nyinyi kwa kulipa mkopo mnaochukua. Maana yake bidhaa zenu zinafanya vizuri, ndio maana mna uwezo wa kurejesha mkopo, lakini pia mnasaidia kutunisha mkopo ili nyinyi wenyewe mpate mikopo zaidi, lakini na wengine wapate mikopo. Na niwashukuru pia BASATA ambao nimewaona hapa, KOSOTA ambao nimewaona hapa, bodi ya filamu, TASUBA na BAKITA. Na leo sekta nyingine ambayo naipenda sana, sekta ya uchapishaji, tasnia ya uchapishaji wa vitabu. Kwa hiyo serikali katika kuipa nguvu na kuifanya sekta hii iwe rasmi na ijiendeshe kibiashara, sambamba na hilo imekuwa ikiongeza bajeti ya taasisi hizi ili ziweze kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma. TBC na Bongo FM na wengine wote. Ubunifu huu mimi nimeupenda sana. Umeleta mjumuiko wa watu wote ambao wanaifanya sanaa ya Tanzania kuwa sanaa. Lakini pia kuvialika vyuo na wanafunzi kutoka vioni. Naona kwa kuanza kusoma mnayosoma na kuja kwenye maonesho hayo, mmeanza kuiona leo yenu na kesho kutwa yenu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana kwa hili. Kwa hiyo serikali yetu itaendelea kuwaunga mkono wajasiriamali kwa kuweka mkakati wa kununua bidhaa zetu za ndani ili kutengeneza ajira, kukuza kipato cha mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Na mimi niseme pale wizarani tutaanza kununua bidhaa hizi, kuwa na bidhaa hizi kwa ajili ya kuwapa wageni wetu mbalimbali ambao wanatutembelea. Pili, nakiri kuwa sekta ya fedha, yani benki zote pamoja na BOT zimefanya jitihada za kuridhisha katika kubuni madirisha ya mikopo, mitaji na mafunzo kwa wajasiriamali hususan wasanii. Ninachowaomba ndugu zangu wasanii ni kwamba tuchangamkie fursa hizo, ikiwemo na zile zinazotolewa na mfuko wa utamaduni na sanaa. Mfuko wa utamaduni na sanaa wewe! Kwa upande wa benki, nao nitoe rai
mwendelee kuboresha zaidi huduma hizo ili wasanii zaidi wapate mitaji ya kuanzisha biashara, yani startup capital. Lakini pia mwape technical assistance ili wajue jinsi ya kuzitumia fedha hizo na kutengeneza bidhaa nzuri. Na tatu, na uelekeza mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania kuendelea kushirikiana na wadau katika maandalizi ya maonyesho, kwani yameonekana kuwa na tija na uhitaji wake kuwa mkubwa. Mungu akitujalia, hakikisheni maonyesho haya yanaendelea kufanyika kila mwaka katika ngazi za kikanda nchini ili kutoa fursa kwa wasanii wengine kutoka maeneo mbalimbali kushiriki kwa kujifunza pamoja na kuuza au kuonyesha ubunifu wa bidhaa zao. Maonyesho ya pili ya kitaifa ya kazi za utamaduni na sanaa kwa mwaka 2026 yatafanyika mwezi Oktoba katika mkoa wa Arusha. Arusha oye! Arusha oye! Baada ya kusema hayo, naomba sasa kutamka rasmi kuwa, mtamke sasa au baada ya kutoa zawadi? Baada ya kutoa zawadi. Haya, niko tayari kwa kutoa zawadi. Jamani, makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri. Tuendelee kumpigia makofi mengi. Asante sana. Wakati anarejea kwenye hii nafasi, nimkaribishe aliyekabidhiwa jukumu hilo Mgimba kwa ajili ya kuratibu zawadi hizo maalum. Na baada ya zawadi, wa Tanzania, utamaduni na sanaa, utamaduni na sanaa, ajira kwa vijana. Baada ya kusema hayo, naomba sasa kutamka rasmi kuwa maonyesho haya ya kwanza ya kimataifa ya kazi za utamaduni na sanaa kwa mwaka 2025 sasa yamefungwa rasmi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki sanaa na utamaduni wetu. Nisikie makofi mengi. Naomba tusimame wote. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.